Miongoni mwa viongozi wenye mvuto na ushawishi mkubwa katika siasa za Tanzania ni Albert Chalamila, ambaye amejizorea umaarufu kutokana na ucheshi unaochanganyika na hotuba zake. Chalamila amesema kuwa hutumia mbinu hiyo ili kuwafanya wasikilizaji wasichoke wakati hotuba zake. Katika ziara inayoendelea hivi sasa, Chalamila ameendelea kuonesha mtindo wake huo wa kipekee wa uwasilishaji, ambapo leo amezua vicheko na mvuto mkubwa miongoni mwa wananchi pamoja na viongozi waliokuwepo, akiwemo Waziri Mwigulu Nchemba katika mkutano huo wa ziara yake ya leo. Hebu tumsikie kwa ufupi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku niliyokuja pale Iramba ulikuwa ndio umetoka kuchukua fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Iramba. Sasa wakati mwenyekiti wa CCM anaongea hapa, kakanijia kale kawimbo ambako ulikuwa umeendea kuchukulia fomu. Wacha waseme Chama cha Mapinduzi kina wenyewe, wacha waseme Chama cha Mapinduzi kina wenyewe, wacha waseme Chama cha Mapinduzi kina wenyewe. Basi kakaka anaendelea na kingine tena, amechukua ameweka pwa, amechukua ameweka, shangilia ushindi unakuja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uniwie radhi wakati fulani kwa kuingiza kitimoto msikitini, na huwa tukifanya namna hiyo tunasema astaghfirullah. Nafahamu kwenye kundi hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, waliokuja kukusikiliza ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wasio wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Wamekuja wananchi mbalimbali bila kujali itikadi za vyama vyao. Lakini declare interest, mimi wakati nateuliwa kuwa mkuu wa mkoa nilikuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa vile vimapenzi vya chama hicho pia havijawahi kunihama. Kwa kuna wakati naweza nikamkwaza asiye mwanachama, lakini naweza pia kumshawishi asiye mwanachama kuwa mwanachama. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa kama ambavyo umesindikizwa na waheshimiwa mawaziri wetu wawili, nikiri kwa dhati Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba tunapata malezi mazuri sana ya kiuongozi kutoka kwa Mheshimiwa Profesa Shemdoe, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili nalisema kwa dhati. Mheshimiwa Profesa Shemdoe, mahali ambapo wewe kama kiongozi utakuwa umekosea, yupo straight kukuambia hapo rekebika. Ukipata mawaziri wa namna hii tunajivunia katika wizara, kwa sababu tunapata tunu za kiuongozi ili na sisi tuendelee kuwa viongozi bora. Naomba tena tumpigie makofi Profesa Shemdoe kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umekuja kwenye hii ziara ambao tumeanza kukagua miradi inayotekelezwa na Wizara ya Ujenzi, na moja ya mikoa Tanzania ambayo tumefutwa kwa namna kubwa sana machozi katika sekta ya ujenzi wa barabara ni pamoja na mkoa wa Dar es Salaam. Na hili ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, naomba tena tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Abdalla Ulega, Waziri wa Ujenzi. Sasa leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni jambo ambalo halijawahi kutegemewa. Waziri wa Ujenzi aliwahi kuwa waziri wa uvuvi, mifugo na uvuvi. Waziri wa TAMISEMI aliwahi kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, na rasi wa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kwa hiyo leo Mheshimiwa Waziri Mkuu,
umekaa na mzee Abdalla Ulega ambaye alikuwa waziri wa uvuvi, waziri wa mifugo na uvuvi. Umekaa pia na aliyewahi kuwa katibu mkuu wa wizara hiyo ya mifugo na uvuvi. Lakini pia na mimi mkoa wa Dar es Salaam niko na aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa wizara hiyo hiyo ya uvuvi. Kwa hiyo by coincidence wamekutana waliotoka wizara moja. Naomba tena tuwapigie makofi sana kwa kufanya kazi pamoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndugu yangu Edward Mpogolo, mkuu wa wilaya ya Ilala, amezungumza hapa na amekwambia tangu mmemtambulisha ndugu yangu Albert Msando kila moja sasa anamwamkia. Lakini na mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu nieleze kwa lugha ya kawaida sana. Niliwahi kuwa kwenye mkoa mmoja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sitautaja. Kazi zangu zilitaka kuwa ngumu mno, kwa sababu kazi yangu mimi kama mkuu wa mkoa, usipopata watendaji wazuri, mkawa mnabishana kucha usiku, kazi ya mkuu wa mkoa imefeli. Mimi hapa Dar es Salaam, ndugu yangu Advocate Msando ni mkubwa wa umri kwangu, lakini ndugu yangu Edward Mpogolo ni mkubwa wa umri kwangu. Huyu naye simuone na kamwili kazuri, naye ni mkongo. Lakini ndugu yangu Saadi Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni, naye ni mkubwa wa umri kwangu. Sixtus Mapunda, mkuu wa wilaya ya Temeke, naye ni mkubwa wa umri kwangu. Hapa ambaye bado namfanyia utafiti ni Mikaya, mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Sijajua bado. Lakini hoja ninayotaka kuisema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakuu wa wilaya hawa wamekuwa na unyenyekevu mkubwa sana kwa mkuu wa mkoa. Mimi haya maandalizi yote haya nimekuja mara moja. Jana tulikuwa Kigamboni kwenye shughuli ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa mgeni rasmi. Lakini najiamini kwa sababu kuna timu za watu wanyenyekevu na ambao wanafahamu maono ya ninyi viongozi. Na katika hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, narudia, kuna siku moja niliwahi kusema mahali fulani, akiwepo Mheshimiwa Rais, kama itakupendeza basi iendelee kupendeza Mheshimiwa. Lakini zaidi ni washukuru sana viongozi wengine, wakiwepo wakurugenzi. Wanafanya kazi nzuri katika mkoa wetu, na ndio maana haya yote yanakuwa. Naomba tena tuwapigie makofi mengi viongozi wote na watumishi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitoe taarifa fupi sana ya neno asante. Na ni asante yangu Mheshimiwa Waziri Mkuu niiseme kama ifuatavyo. Juzi Mheshimiwa Rais alipokea ripoti aliyoiunda ya tume. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.